Kumekuwa na tabia ambayo ofisi yangu hairidhishwi nayo. Baadhi ya waajiri wanaomba vibali vya ajira kutoka ofisi ya Rais Utumishi. Ofisi yangu inachakata mchakato huo na kutoa vibali, na baadaye vibali vile vinaenda Secretariat ya Ajira pamoja na mwajiri kwa ajili ya kuanza mchakato wa kuwapata watumishi. Ndani ya mchakato huo kuna mambo mawili yanajitokeza ambayo siyafurahi. La kwanza, mwajiri muda mwingine anakataa kuwapokea watumishi ambao wameletwa na Secretariat ya Ajira, kwa sababu tu mwajiri ana watu wanaojitolea kwa muda wa miezi 6, mwaka mmoja au miaka miwili, na kibali kile alichoomba kudhani kwamba ndio tiketi ya yeye kuwatumia au kuajiri ajira kwa ajira ya kudumu wale wanaojitolea. Niwaombe, najua nyie wengi wenu ni washauri wa waajiri katika eneo la kusimamia rasilimali wake. Wanapoletwa waajiriwa wapya kutoka Secretariat ya Ajira, ni lazima kuwapokea. Nasisitiza, ni lazima kuwapokea, kwa sababu hatuleti waajiriwa kama wewe haujaomba. Kwa nini ionekane kwamba huyu mwajiriwa hatakiwi kwa sababu tu aidha ametolewa kwenye reserve iliyokuwepo Secretariat ya Ajira, au haumtaki kwa sababu una watu wanaojitolea katika eneo lako na ungependa hao ndio wawe kipaumbele? Utaratibu hauko hivyo. Kama kuna watu wanaojitolea katika eneo lako na unataka waajiriwe, zipo njia za kufanya ambapo utafuata, na tutakukubalia au kukukatalia, kwa sababu zina option mbili: aidha nikubali au nikatai. Na nitakubali kwa vigezo au maelezo utakayotoa nikiridhika nayo, na nitakataa kama vigezo havikufuatwa. Kwa hiyo ni waasi, ndugu zangu, Secretariat ya Ajira inapoendesha usaili, wameomba watumishi au wananchi wameomba 50,000, wamefaulu 40,000, lakini uwezo wetu wa kuajiri ni 20,000. Tunachukua 20,000 tunawapa ajira, 20,000 tunaweka akiba. Ikitokea ndani ya mwaka mmoja mwajiri anaomba ajira, tunatoa katika ile reserve tuliyokuwa nayo. Tukishatoa wanakataa kuwapokea, sababu wanasema hao sio tuliowataka. Secretariat ya Ajira wameleta watu wao. Nani amekwambia Secretariat ya Ajira ameleta watu wao? Kwa hiyo hii wala sio hiari, na wala hatuna lugha ya kubembeleza kwenye hili. Mtumishi aliyeletwa kwa ajira mpya kutoka Secretariat ya Ajira lazima apokewe. Kwa sababu kama nilivyosema kwamba sisi hatukurupuki tu kumleta mtumishi. La pili, tuna utaratibu kama nilivyosema awali wa kutumia kanzidata iliyopo Secretariat ya Ajira. Na katibu, nitakuomba uielezee vizuri namna kanzidata inavyopatikana na inatumikaje, kwa sababu ili nalo vile vile wananchi wanataka kulifahamu, kwa sababu mwananchi anakuja kufanya interview leo mwezi Juni. Mwezi Julai kuna nafasi zingine zimetangazwa, anaomba, anatumia fedha tena. Mwezi Agosti ataomba. Sasa lazima tueleze hii kanzidata inapatikanaje na inatumikaje, ili wananchi wajue kabisa kama niliomba kazi Secretariat ya Ajira mwezi Januari, nikashiriki kwenye interview na nilipata maksi 70,
maana yake huyo amefaulu, na kama amekosa kupangiwa kituo maana yake yupo kwenye reserve. Sasa wananchi wanatakiwa kujua utaratibu huu unaotumika. Lakini la pili ambalo nilikuwa nataka kusema kwamba kuna tabia ambayo imejitokeza. Hata wale tunaoajiri kwa mara ya kwanza au wale tunaochukua kwa awamu ya kwanza, wale kabla hawajatoka kwenye database, wale follow interview, tukawapeleka kwa waajiri, hawataki kuwaajiri mapema. Kijana amefanya interview mwezi Novemba, barua yake inatoka Januari ya ajira, anafika mpaka mwezi Juni hajaingizwa kwenye mifumo. Ukimuuliza mwajiri anasema tunafanya uhakiki wa vyeti kwa kushirikiana na baraza la mitihani. Hawa baraza la mitihani, uhakiki wa vyeti unachukua miezi mingapi? Utaratibu huo mnautoa wapi? Wengine wanasema kwa sababu umeshafika mwezi Juni au mwezi Mei, tusubirie mwaka mpya wa fedha. Nani alikuambia kwamba bajeti ya huyo mtumishi inasubiria mwaka mpya wa fedha? Si tulitenga kwenye PE, si ndio? Na utekelezaji sisi wa mipango yetu sana sana tunaenda kwenye miezi 3-4 ya mwisho wa mwaka, si ndio? Na ndio maana vibali tunavitoa kuanzia mwezi Januari, Februari, angalau mtu tumechelewa anaajiriwa Aprili, Mei, Juni, angalau apate mshahara. Nyie mnachelewesha mpaka anasema mwaka mpya wa fedha. Nani ametoa utaratibu huo? Sasa niwaombe, tukibaini mtumishi amecheleweshwa kupokelewa na kuanza kazi, sisi tutaanza kudeal na wewe. Na bahati nzuri kwa mifumo ilivyo, yani hiyo taarifa tunaipata ndani ya wiki moja. Ndani ya wiki moja. Tunampeleka mtumishi na barua yake ya ajira. Akishaenda kule, ameshindwa kupokelewa na kwao wameshatangaza kwamba mimi nimeshaajiriwa kwenye taasisi fulani. Akienda mwezi wa kwanza, wa pili anaambiwa bado subiri. Mwezi wa 3 subiri. Mwezi wa 4 subiri. Sio jambo jema. Imagine yule anakuwa mtoto wako wewe. Unajisikia? Kaangaika kwenye interview, kapambana, kafaulu, kapata barua ya ajira, anaenda kuanza kazi, anaambiwa subiri. Na inawezekana hata kushiriki kwenye interview amekopa hela ambayo akiamini kwamba akishaanza kazi tutarejesha hela ya watu. Hakuna. Nendeni mkawashauri waajiri. Maana nyinyi ndio wasimamizi katika eneo hilo. Akija mtumishi apokelewe. Swala hatuna fedha, hatuna nini. Ulibudget wewe mwenyewe na ukaomba kibali. Kwa nini leo ionekane shida? Inawezekanaje umebudget mtumishi ajiriwe, alafu ameshaajiriwa kuja kuanza kazi utaki anasema hamna fedha. Ulibudget kitu gani sasa? Kwa hiyo niwaombe eneo hilo nalo napenda